Iwe Bwana asifiwe. Ni Jumapili nyingine Bwana Yesu ametufikisha hapa. Tuko hapa ili tukaweze kulishukuru jina lake, tuliinue jina lake kwa ajili ni jina lenye nguvu. Kwa hayo nataka kwanza tumshukuru Bwana kwa maombi ili tuweze kuanza ibada yetu ya siku ya leo. Ndiposa tuweze kuendelea kadri na taratibu zile ziko, na najua Mwenyezi Mungu atatubariki. Kwa hivyo acha tuombe ili tuweze kuendelea. Mungu Baba, Mungu wa rehema, twaja mbele zako asubuhi ya leo. Tunasema ni asante na tuinue jina lako kwa ajili wewe ni mwema na yu mwaminifu. Tunasema ni asante kwa kutufikisha katika ibada nyingine ya siku ya leo kama vile Bwana umetusaidia Baba. Tunasema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Tunasema ni asante kwa sababu umelinda kila roho ya mmoja wetu, na kupatikana hapa imegharamia mkono wako Bwana. Na ndiposa tunakuinua na tunasema wastahili. Tunapoenda kuanza ibada ya siku ya leo Bwana, tuomba ya kwamba ukaendelea pamoja nasi katika ule muda ambao tutakuwa hapa, tukiomba ya kwamba utatuwezesha kadri na vile nguvu zako zilivyo Bwana. Naomba tukijua ya kwamba kwa wale ambao wamefika kwa pamoja tuungana na kusema ni asante kwa sababu ya kufungua nafasi kama hii ambayo hatuko nayo, lakini siku ya leo tuko nayo. Tunasema ni asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako na nguvu zako, na ni katika jina lako na mwana Yesu Kristo na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sasa tutakualika praise and worship team watupe worship mbili. Wakishamaliza hapo ili tuweze kusikiza neno lake Bwana kwa ajili yeye ni mwema. Kwa hivyo karibuni wenzangu ndio tupate na worship mbili ili tuendelee kubariki. Asante. Praise God. Praise God, church. Amen. As we are going to start this session, kila mtu ambie Mungu kwa roho yake kitu. You are the way. You are the way. You are the way. You are the way. You are the way.
atakuita aombe kwa sababu ya neno lake Bwana, na akishaomba tena pia ndiye atachukua nafasi ya kukaribisha mchungaji ili naye aweze kutuletea neno kwa siku ya leo. Karibu brother. Jina la Yesu lipewe sifa. God is good and all the time. Ni wakati mwingine wa kumshukuru Mungu, kwa maana tuko mahali hapa ili tuweze kumshukuru Mungu na kumuinua na pia kuinua nafsi zetu ili tuweze kubarikiwa na kubarikiwa naye. Kwa hivyo nitaomba ili Mungu akaweze kuwa pamoja nasi na akaweze kutubariki. Baba uishie milele, jina lako naliinua na litukuza. Kuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu uishie milele. Asante kwa ajili ya siku hii ambayo Mungu wetu umetuwezesha kuiona siku ya leo. Tumeona kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Wewe ni Mungu mwenye enzi, mwenye nguvu. Asante Baba kwa ajili ya neema na furaha yako Baba ambao umeweka ndani ya mioyo yetu. Baba, tunatazama kiti chako cha enzi tukijua ya kwamba msaada wetu unatoka kwako Baba. Ndio sababu tuko mbele zako asubuhi leo ili tuweze kusikia neno lako, tuweze kubarikiwa nawe. Wewe ndiye unayeishi, wewe ndiye unayefanya tuishi. Asante Mungu wetu kwa ajili ya neema yako na huruma yako. Tuitisha uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Wacha Roho wako Mungu wetu akaweze kuandaa meza mbele yetu ili akaweze kugawa mkate mbele yetu ili Mungu wetu tukaweze kuwa na shukrani ndani ya mioyo yetu Bwana. Asante Mungu Baba, kwa maana tumefika wakati huu kwa ajili ya neema yako kuwezeshwa nawe. Tunajua hata masaa ambayo yako mbele yetu Baba umetugulikia na utatuwezesha ili kuanzisha na kumalizia tukiwa na kibali mbele ya uso wako Bwana. Tuweka neema yako, tuweka wazee wote, kina mama, watu wote ambao wamekaribia nyumba yako ili ukaweze kuwabariki, kwa maana wewe ndiye Mungu unayebariki, wewe ndiye Mungu unayetakasa, wewe ndiye Mungu unayeponya, wewe ndiye Mungu unayefungua, wewe ndiye Mungu unayeokoa. Kwa hivyo tuitisha neema yako, tuitisha uso wako ukaweze kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo ili tuweze kukushukuru tukiwa na kibali mbele ya uso wako Bwana. Kwa hivyo tumeomba tukijua Mungu wetu umetusikia na utatubariki katika jina lako takatifu na la mwana Yesu Kristo ndio tumeomba na hata na kuamini. Bwana asifiwe. Hapo wakati unajua tumejitayarisha vizuri ili tukaweze kusikia kutoka kwa Bwana. Unajua Mungu wetu ametayarisha mioyo yetu. Kwa hivyo sina budi kumkaribisha mchungaji ili akaweze kuja, ili akaweze kunena kile ambacho Mungu wetu ameweka ndani yake, ili akaweze kutubariki hata nasi tusikie tumebarikiwa na tumebarikiwa na neno hilo. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka kumkaribisha mchungaji ili akaweze kuja kunena kama vile Mungu wetu atakavyokusaidia. Karibu ndugu. Bwana asifiwe sana. Najua watu wengi tumekaa sana bila kuonana. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kukuona wewe, na ninafikiri hata wewe upande mwingine unashukuru Mungu ni kwa sababu ya mapenzi yake. Waleo kweli ninazo shukrani kwa Mungu kwa kuwa tuko katika nyumba ya Mungu, na mtu akiwa nyumba ya Mungu, ukweli wa mambo, jua ukweli wa mambo wewe mwenyewe. Neno la Mungu linasema lile ambaye hutaliondoa, lile neno ambaye hutaliondoa hata dunia ipasuke, asimukija hapa kukiwa na janga, kukiwa na magonjwa, kukiwa na vita, muje katika hii nyumba mulilia huyo Mungu mwenye ulimwengu huu. Biblia inatuahidi huyo Mungu atasikia na atatenda. Kwa hivyo wewe ambaye umewezeshwa kufika, hata wewe jipe nguvu. Jua kweli Mungu yuko, anaishi na anaitwa Muumba wako. Kwa hivyo mimi nikijua hivyo, hiyo ni furaha yangu, kwa sababu nimewezeshwa kujua hivyo. Hata nikija hapa, ukweli wa mambo mazuri yatapatikana. Hata wewe pigia Mungu makofi kidogo. Hali ile inaitwa sana. Tumekuwa tukija mahali hapa tukiomba kukiwa hakuna mvua. Nafikiri mimi mliona nilipata mapato kwako kwa sababu wewe hukuamini. Pengine bado kuna kauka.
lakini kwangu, kwa sababu nilikuwa nikiombea hapa. Kwa hivyo pigia Mama Jesse makofi. Ni kwa sababu alikuwa akikumbuka ati kweli tukiomba mvua, tukiwa mahali hapa, mvua itanyesha. Kwa hivyo kama kweli hakukunyesha, shauri yako. Lakini kwa kwangu na kwa wale wote ambao walikuwa na sadiki hilo neno, ukweli Mungu alitenda yale. Wewe na wewe unaweza kuwa na shida yako. Unaweza kuwa na shida ambayo inakuuma, na hata ukija hapa unatoka na hiyo shida. Pole sana. Kwa sababu ukija na uamini kweli wewe mwenyewe uko katika nyumba ya Mungu na kuna ahadi ya Mungu imesema tukiwa nchi yetu ikiwa na magonjwa kama vile corona, tunastahili tuombe tukiwa hapa ili corona watu wengi nafikiri wanajiangalia kweli corona inaweza isha. Hakuna ugonjwa hawezi kuisha. Wewe mwenyewe kusadiki kwako, kuamini kwako, kukubaliana na Mungu muumba wako na muumba wa kila kitu, huyo ndiye atakusaidia. Bwana asifiwe sana. Wa leo ninajua tumekaa sana na tumekaa siku nyingi bila kuonana na wewe. Lakini kuna jambo nataka nikueleze au nihubiri wakati huu ili wewe mwenyewe ujue utaishi namna gani na huyo Mungu. Utakaa namna gani bila wasiwasi wa yale ambayo matokeo itakuwa ikitokea kila wakati. Nataka tuangalie maandiko tulisoma hapa jana, kwa sababu najua wewe kuku wako, na nataka tuangalie hiyo maandiko ili wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni Mkristiano na mimi ni Mkristiano, huyo Yesu ambaye ameniokoa tunakaa naye aje? Ninaishi na huyo Yesu aje? Tunakutania wapi? Ni muda gani nimetenga kuhusu huyo Yesu? Kwa hivyo nataka kuzungumza jambo kama hilo ili wewe ambaye hatukuwa na wewe ujue kweli kuna maisha ya wale wanaitwa Wakristiano. Kuna maisha unaishi ambaye inahitajishwa na Yesu, lakini si kuhitajishwa tu na jina. Nataka tuanze, that is Luke chapter 17 verse 7, ili maisha yako nijue kweli hiyo maisha itakuwa namna gani. Wewe unaishi huyo Yesu ambaye wewe mwenyewe unasema wewe ni mfuasi wa huyo Yesu, unaishi naye namna gani? Ni njia gani wewe unaamini kweli ati huyo Yesu mko pamoja naye? Hata kabla tusome hapo, nataka tusome letters of John 4:13. Ili kweli wewe ambaye unajiita hilo neno, unajiita hilo jina la Mkristiano, tunataka tukukute na utuambie wewe katika hii maandiko yako ni gani? Wewe ni mfuasi wa neno gani katika hiyo maandiko? Letters of John chapter 4:13. Alafu turudi mahali tulikuwa. Yes? First John 4:13. First John chapter 4 from verses 13. It says, by this we come to know, perceive, recognize and understand that we abide, live and remain in him and he in us, because he has imparted to us of his Holy Spirit. And besides, we ourselves have seen, have deliberately and steadfastly contemplated and bear witness that the Father has sent the Son as the Savior of the world. Amen. Hebu angalia vizuri. Wewe tuko na wewe hapa. Na ukweli tukiwa na wewe ukiulizwa na mtu, wewe unasema wewe utaenda mbinguni. Unajua hapa hakuna mtu aseme hataenda mbinguni, kila mtu. Lakini ni nini Mungu muumba wako, ni nini ameweka ndani yako ya kudhihirisha wewe unahitajishwa na huyo Yesu? Ni nini ameweka ndani yako? Kwa sababu lazima Yesu aweke kitu ndani yako. Na kama
ndani yake, amekupigia muhuri gani ya kukuambia wewe uko ndani yangu. Kwa hivyo watu wengi tunakaa pengine tunasema tuna imani, lakini sasa wakati unasema una imani na unatarajia uzima wa milele, kuna kitu unastahili kuwa naye, Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hata wewe mwenyewe huna uhakika na ujue unajidanganya, kwa sababu bila hiyo utajuaje? Bila Roho Mtakatifu hakuna kitu hatuna. Ukiangalia in the book of Ephesians, hebu angalia vizuri. Nataka ujiangalie 1:13, Ephesians 1:13. Ili wewe mwenyewe usiwe wewe unasema tulikuwa tunaiba, hata nikiimba nitatawala tena. Nakwambia shuka vizuri wakati unafikiria utatawala tena. Yes, 1:13. Ephesians chapter 1 from verses 13. In him you also who have the word of truth, the glad tidings, the gospel of your salvation, and have believed and adhered to and relied on him, was stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. 14. Verses 14. That the Spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the pledge and the foretaste, the down payment on our heritage, in anticipation of his full redemption and our acquiring complete possession of it to the praise of his glory. Amen. Bwana asifiwe sana. Mtu ukija sikia ukweli wa neno, unakubaliana na neno, lazima upewe kitu. Lazima utendewe jambo ya kuonyesha umekubalika na Mungu. Na kukubalika na Mungu unapigiwa muhuri ndani ya moyo wako, unapigwa muhuri ati umekubalika. Hata wewe mwenyewe ambaye huwa kwa ofisi, ukipata barua ukipokea unaipiga muhuri, hiyo it has been received by this office. Bwana asifiwe sana. Wewe na wewe, you have not received the type of ownership. Kwa hivyo kuna mahali iko kasoro. Na ndio unaona watu wengi hawafanyi bidii ili wapokee huyo ambaye ni ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu ni wewe. Ukisha kubalika, you are sealed with a type of ownership. Yes, you belong to me. Bwana asifiwe sana. Lakini kabla hujapiwa stamp, kabla hujapewa Roho Mtakatifu, hebu angalia dada yako, wewe unapoteza muda wako. Lakini ukiangalia hata mitume kwanza walikuwa wanaishi ile nyumba walikuwa wanaenda nyumba ya juu kuombea mahali pale. Kwa nini walikuwa wanaenda kuombea mahali pale? Ukiangalia they devoted their time, kwa sababu walikuwa na haja. Hebu tusome sasa 17. Look mahali tulikuwa sasa. Ndio uone. Hakuna kitu kinapatikana rahisi. Hakuna kitu kinapatikana rahisi, na usidanganywe ni mtu. Kuna kitu kinapatikana rahisi. Hakuna. Yes. Luke chapter 17 from verse 7. Will any man of you who has a servant plowing or tending sheep say to him, when he has come in from the field, come at once and take your place at the table? Will he not instead tell him, get my supper ready and yourself, and serve me while I eat and drink? Then afterward, you yourself shall eat and drink. Is he grateful, and does he praise the servant because he did what he was ordered to do? Even so on your part, when you have done everything that was assigned and commanded to you, say, we are unworthy servants, possessing no merit, for we have not gone beyond our obligation. We have merely done what was our duty to do. As he went on to Jerusalem, it occurred that Jesus was passing along the border between Samaria and Galilee. Amen. Tumesoma hapo ndio sasa tukaweka kuandamana na wewe. Kwa sababu sitaki tuachane. Wewe mwenyewe unajua. Kwa sababu wewe ni mfanyikazi na mimi ni mfanyikazi. Na wewe mwingine na huyo mwingine, kila mtu kuna jambo lile anafanya. Ukiangalia
wewe mwenyewe huwezi kwenda yule mtu ambaye umemwajiri wewe. Huwezi mkitoka na yeye mmeshinda ofisi moja au mmeshinda shamba moja. Ukweli hata kama sijui na wewe hujui, mkitoka na huyo mfanyakazi au mtumwa wako kulingana na vile ameitwa, mkitoka na yeye kwa shamba, utamwambia ni bosi ataenda kupika au ni mtumwa ataenda kupika? Sijui hapo. Nafikiri hapo kuna mambo ambayo huwa inachanganya watu. Kwa sababu mimi sasa hii tukiwa na rafiki yangu pale nyuma, mimi tukitoka na yeye hapa, tutoke na yeye hapa, ukweli mimi sitaingia kwa jiko. Hata wewe mama unajua, kutoka na bosi yako, mume wako, huwezi ukipita kwa nyumba umwambie mimi nimechoka nipikie wewe baba. Sipokuwa hiki hea siku hizi inaambiwa ni mabibi zao watapika. Kuna kitu kama hiyo. Sisi huko tulikuwa tumetoka kitabu. Kwa sababu gani? Wewe ukitoka, kwa sababu kila mtu ako na bosi yake. Ukitoka ukifika kwa nyumba yako wewe ukiwa mama, lazima upikie lazima upikie, na hata wewe unajua, hata akili zako hazijagojeka, lazima upikie bosi. Pigia Yesu makofi. Huo ndio ukweli wa mambo. Na ikiwa lazima upikie bosi, wewe ndugu yangu, dada yangu, ukifika nyumbani, wewe unaanza yako au unaanza ya Yesu? Nafikiri hapa tumeumana, boss tena amebadilika. Wewe umetoka hapa. Sasa hii tutatoka, ndugu zangu hapa tutatoka. Tukifika kwa nyumba, si tutafika. Sijui si ni watumwa au sisi ndio wakubwa wa Yesu. Unajua lazima ieleweke vizuri. Mimi nikifika kwa nyumba kwa sababu mimi ni mtumwa wa Yesu. Nikiwa mimi ni mtumwa wa Yesu, nikifika nyumbani, ni Yesu nitapikia au kwanza mimi ndio nitajipikia? Hiyo Kiingereza. Ninataka kuongea Kizungu. Kwa sababu watu wamezoea. Na ndio ukiangalia Yesu ukimtafuta kwa mioyo ya watu wengi hapatikani mahali pale. Mimi ni mtumwa wa Yesu. Kwa hivyo nikitoka hapa, nikifika nyumbani, kitu cha kwanza, ukweli wa mambo, kama wewe ni mfuasi wa Yesu, kama wewe ni mtumwa wa Yesu, kitu cha kwanza ni kupikia Yesu akule na anywe. Alafu wewe uende ukafanye zako. Hebu angalia mimi na wewe. Ukiangalia watu wengi ndio unakuta watu wanasinzia kwa kanisa kwa sababu Yesu hakukula kitu. Yesu hakupata kitu. Hebu angalia ukifika kwa nyumba, sasa ukitoka hapa. Ni nini kitakuwa kinaguruma kikitisha? Sini tumbo. Sasa tumbo na Yesu, ni nani atakula kwanza, ni tumbo au Yesu atakula kesho? Hebu angalia, mtu kuwa mpumbavu akili. Ati yeye mwenyewe anasoma hiyo maandiko. Na baada ya kusoma maandiko, yeye mwenyewe kwanza anajipikia, unajaza hapa. Ukija jaza hapa, kwa hivyo Roho Mtakatifu hakuna kitu amekula, hana kitu, hana chai, hana nini, ndio ukiangalia. Badala ya mambo yako yawe sawa, unakuta mambo yako ni kuharibika tu. Kutoka hapo, unaanza kupatiza mambo nyingi. Sijui, nishi iko na shida. Wachana na nishi ina shida, wewe uko na shida. Ni kwa sababu, hebu angalia, Yesu akikosa kitu. Tulikuwa tunaimba wimbo. Ati nilipitia rohoni mwenu, nikakosa kitu ya kukula na kunywa.
Hata nataka uangalie. Nataka uende Mark 11:20. Uangalie uone. Kwa nini Yesu alidhani mkuyu? Kwa nini Yesu alighadhabishwa na mkuyu? Kwa sababu nataka uangalie mkuyu ni nani? Mkuyu ni mtu. Wachana na mti. Kwani mimi Biblia inasema Yesu ndio mzabibu wa kweli. Sisi ni matawi. Yeye aliangalia 11:20 au angalia 11:12 ndio pengine uchaguze kidogo alafu uende pa 20. Mark 11:12. On the day following, when they had come away from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree covered with leaves, he went to see if he could find any fruit on it. For in the fig tree, the fruit appears at the same time as the leaves. But when he came up to it, he found nothing but leaves, for the fig season had not yet come. And he said to it, No one ever again shall eat fruit from you. And his disciples were listening to what he said. And they came to Jerusalem, and he went to the temple. Verses 20. In the morning, when they were passing along, they noticed that the fig tree was withered completely away to its roots. And Peter remembered and said to him, Master, look, the fig tree which you pruned has withered away. And Jesus replied, said to them, Have faith in God constantly. Truly I tell you, whoever says to this mountain, Be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt at all in his heart, but believes that what he says will take place, it will be done for him. For this reason I am telling you, whatever you ask for in prayer, believe, trust, and confidently that it is granted to you, and you will get it. And whenever you start praying, if you have anything against anyone, forgive him and let it drop, leave it, let it go, in order that your Father who is in heaven may also forgive you of your own failings and shortcomings and let them drop. Amen. Angalia, huyo ni Yesu. Unajua Yesu mkuyu kuna wakati huwa na matunda. Lakini wakati Yesu alipitia mahali pale, alienda kuangalia matunda akakosa hakuna. Hebu nataka uniangalie na uniangalie wewe mwenyewe. Hebu jiulize ni mara ngapi Yesu ametembea amekuja kwako hapati chochote? Hakuna kitu anakutana naye. Yesu naye akamwambia mkuyu, ndio ukiangalia saa hii. Na uangalie. Ukiangalia kutoka zamani, watu wa Mungu ambao wako na Roho Mtakatifu walikuwa wakiwa ni maji ya uzima. Mahali wako walikuwa kuna mazao. Mahali wewe huko kulikuwa na watoto wanasaliwa. Hebu angalia wewe, mahali huko ni kitu gani kinasaliwa huko? Kwa sababu Yesu alikuja akarani mkuyu na akarani mfuko yako. Sio ndio shida. Hata wewe jiulize. Ile kazi wewe unafanyia Bwana Yesu, ikiwa Yesu kwako hakuna mahali anapata nafasi. Kwa sababu ile nafasi Yesu anapata hata sijui. Ndio Yesu akaangalia kweli. Huyu ni mkuyu. Ukweli akaangalia hauna kitu. Na hauna. Ukiangalia wewe ile baraka ulikuwa unakutana naye ilikuwa inakutana kwa sababu wewe ulikuwa chemchemu la uzima wa milele. Kwa hivyo mahali huko ulikuwa ukilete, watu walikuwa wakikusikia wanakuwa na uzima wa milele. Lakini wa leo, hebu jiangalie. Na ukweli si ati unakataa kuhubiri, nitakuhubiri huna. Si ati kuna kitu unakataa, hakuna kitu unakataa, nitakuhubiri huna. Na ukiwa huna neno la kuhubiri, huna neno ambaye inahitajika na watu, ukweli Mungu atakupa nini? Ndio Yesu akarani ule mkuyu na akasema matunda yake achukuliwe. Na ukweli, hebu angalia. Hata angalia Zakaria. Zakaria aliambiwa kwa sababu ya kukataa neno. Ya kukataa neno akaraniwa. Kwa nini alilaniwa? Zakaria alilaniwa kwa sababu ya kukataa kukubaliana na
alaniwe. Lakini baada ya bibi yake Elizabeth kupata mimba na kukaa miezi 9, ikafika wakati akaulizwa. Wakasema, bibi yake akasema mtoto ataitwa Yohana. Naye alikuwa ameambiwa ni malaika ati mtoto ataitwa Yohana. Wakati Zakaria alikubaliana na neno akaandika Yohana, kwa sababu kwa familia yao hakuna mtu alikuwa anaitwa Yohana. Zakaria akaandika jina Yohana. Kutoka hapo akafunguka kinywa chake. Hebu angalia, ni mara ngapi mimi nakutwa na neno, ninakataa neno, ninalaniwa na ninakaa vile tu. Ndio ukiangalia watu wa Mungu wengi wamezoea ile hali wako naye. Yaani mtu amezoea hiyo hali. Kama ni hali ya kosefu umezoea hiyo na unasema ni sawa. Si sawa. Wewe unasalia Yesu masaa gani? Ni nini unaongezea katika uokovu? Ni watu wangapi umeongeza katika uokovu? Shida ikatokea mahali pale. Na shida ile inatokea kwangu, kwangu shida yangu ni moja. Nikikosa kuhubiri, mimi nitakuwa na shida kama wewe. Na uangalia hata wale wako na shida, hakuna kitu. Unajua kwa nini? Huna kitu ya kuambia mwenzako. Huna kitu ya kumwambia dada yako. Na ukiwa huna, unalaniwa. Unalani? Ukiangalia Roho Mtakatifu alikuwa anapeanwa ili awe chemchemu, iwe ndani yako kukibubujika neno la uzima. Hata wewe ufikirie, wewe ulihubiriwa na mtu. Ni kweli, wewe naye umehubiria wangapi? Kwa sababu wewe uko na Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu, ukiwa una ile nafasi, ukiwa ati Yesu kwako, ati ukiingia kwa nyumba. Hapa wamama mtanisamehe sana, lakini msinisamehe, wachaneni na mimi. Kwa sababu wewe ukifika kwa boma, kazi yako ni ile tutakula kwa jana, kwa sababu umeshinda vibaya. Jana imekusoka sana. Kwa sababu ya kusopwa ni jana. Hata wewe dada yangu, ndugu yangu, niambie, baada ya kusopwa ni jana, baada ya kusikia wewe kweli, baada ya kusikia wewe uko na jana tosha, kitu cha kwanza ni Yesu atakula, ni maombi utaanza, au ni chakula utaanza? Hata wewe jawabu liko kwako. Na uko na jawabu, unalijua. Kwa sababu ukiwa na jawabu, ila ubadilishe hiyo mawazo. Ndio ukifika kweli utafikia nani? Nilikuwa naambia watu jana, tukija kuanza ministry hii, tulianza hii ministry tukiwa na shida zile zinaitwa shida. Na tulianza ndio kweli. Hata wewe jaribu kutafakari. Wewe una shida kazini, umefanya kazi, umefika nyumbani, umechoka. Baada ya kuchoka, mwili huyo wako umechoka. Ya pili, unataka, pengine hukuweza kukula lunch kwa sababu ya kazi au kwa ukosefu wa hela. Ukifika jioni, wewe kile kitu kiko kwa mawazo yako ni nini? Niweke nguvu kwa mwili. Wewe unasema, unazungumzia tumbo. Najisikia sina nguvu. Niko na hata kuzalisha vyombo, ngoja kwanza nikule. Na unajua tumbo haijui ugali baridi, chai baridi, haijui, inataka tu kuwekwa. Wewe fikiria umechoka. Alafu katika kuchoka unaongeza uzito kwa huyo mwili wa ni nini sasa? Suluhu itakuwa nini? Mwili kutoka hapo inataka usingizi. Mwili haitaki kingine, mwili inataka usingizi. Je,
waulize wazee na wamama, baada ya wewe ni wewe huyo, uchovu uko hapo, umeongeza nguvu nyingine kwa mwili. Mwili kutoka hapa haitaki lugha nyingine, inataka kulala. Sijui wewe ndio utakuja mhubiri wa jiwa wa shetani. Ndio mhubiri wa shetani, usidanganyike. Unangojea Mungu akupea nini wewe katika hiyo maombi yako ya uongo? Kwa sababu hata wewe fikiria, wakati umetoka, umekula, umeshiba, hakuna kitu kingine Yesu hutampikia. Wewe mwenyewe tayari mwili wako umeshiba, mwili wako umechoka na umeshiba. Kwa hivyo kutoka hapo ni magurumo, ni mabomu ya kijana. Hakuna kitu kingine. Ile mabomu italipuka huko, hata wewe utaniambia. Kwa sababu hili kichoka inataka kutoa mabomu, itoe hiyo uchovu. Hiyo ndio Yesu unafikiria yeye Yesu anakula hiyo. Ukweli wa mambo, Yesu hakulaji hiyo. Elewa vizuri, ndio ujue mahali changamoto na shida zako mahali zimetoka. Usiwe tu unaongea habari ya shida, habari shida hakuna. Ukweli wa mambo, angalia neno vizuri. Shida hakuna. Usikubali mtu anakuambia kuna shida, shida ni wewe, shida ni mimi. Kwa sababu niko na shida. Kwa sababu ni neno gani huwa mimi natimiza kwa kila siku? Mimi ni masaa mangapi ninapikia huyo Yesu? Hebu hata wewe jiangalie. Usiwe wewe baada ya kuingia kwako, ukipita kwa boma ni wewe jana sarara. Na kesho watueli uhubiri wa kesho. Ati Mungu anakungojea, atakungojea wapi? Hakuna mahali Mungu anakungojea. Mungu anangojea wale ambaye wewe ni mfuasi wa Yesu. Yesu kweli. Biblia inasemaje? Hebu niangalie Luke 9:57. Ndio tuangalie hiyo nyumba ya Yesu. Nyumba ya Yesu ilikuwa wapi? Na mimi ni mfuasi wake. Mimi sisemi tusijenge nyumba, lakini lazima tuwe na hekima, tujue tunaishi maisha gani na huyo Yesu. Luke 9:57. Luke chapter 9 verse 57. And it occurred that as they were going along the road, a man said to him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus told him, foxes have lacking holes, and the birds of the air have roots and nests, but the Son of Man has no place to lay his head. And he said to another, become my disciple, side with my party, and accompany me. But he replied, Lord, permit me first to go and bury, awake the dead of my father. But Jesus said to him, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and publish abroad throughout all regions the kingdom of God. Another also said, I will follow you, Lord, and become your disciple, and side with your party, but let me first say goodbye to those of my home. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back to the things behind is fit for the kingdom of God. Amen. Angalia, hawa ni watu kama mimi na wewe tu. Hapa wakati ulikuwa unakuja ukisema mimi nitakuwa mfuasi wa Yesu. Yesu akawajibu wale walikuwa wanataka kumfuata tu. Ndio ujue wewe utaingia kategori gani, sababu lazima uingie katika kategori moja. Yesu wale walikuwa wanamwambia wanataka kumfuata, akamwambia weha wako na mashimo, ndege wa angani wako na viota, lakini mwana wa Mungu hana mahali. Unajua kutoka hapo kuingia wewe unataka kumfuata. Yeye hana, wewe wako na mashimo, ndege wa angani wako na viota. Unajua mtu atakaa anachanganyikiwa kwa sababu pengine vile walikuwa wanafikiria kumfuata ni mambo rahisi, walikuta sina hili kwa sababu yeye mwana Adamu hana nyumba, hana mahali ya kuketi. Hawa wakachanganyika, akawaacha huko. Wengine wakasema atamfuata. Lakini wakawa na sababu, niruhusu niende nikafike baba yangu. Niruhusu
Angalia, wewe ndio unakuja kwa Yesu na wewe unakuja kuomba ruhusa, niruhusu niende nikazike baba yako. Akaambiwa hiyo nafasi hakuna, nafasi ile tuko naye, kwenda ukahubiri. Wewe unafikiri aliwacha? Wewe unafikiri aliwacha huyo jamaa namna gani? Huyo jamaa kichwa yake ilimuuma tu, kwa sababu mahali alikuwa anafikiria Yesu ni rahisi. Alipata si rahisi. Haya, mwingine akamwambia nitamvua, lakini ngoja nikaambie watu wetu pale. Akaambiwa, wewe ukishika pulao, hapa ndio sisi zote tunaangukia. Ukapewa Roho Mtakatifu, ukashika pulao ulipe. Mimi sikutaka kulima. Wakati nilipewa pulao, mimi nikaangalia nyuma. Mimi sasa nikaangalia kule nilitoka. Baada ya kuangalia kule nilitoka, hebu niambie, pulao italima namna gani? Kutoka hapo nikaumania hapo. Ndio hapo unakuta sisi watu wa Mungu tukaingia kwa shimo, kwa sababu sisi tukiangalia kando. Na Yesu akasema, huyu hastahili katika ufalme wa Mungu. Kwa nini mimi nilipewa pulao? You are given the Holy Spirit to guide you. Lakini sasa, hebu angalia vizuri, nani yako na haja na Roho Mtakatifu? Nani anajua Roho Mtakatifu anakula kitu? Watu wakajibadilika, watu wakajipea kazi, wakajipea shughuli, kila mtu akajipea shughuli. Hakuna ana haja. Mimi nimepewa neno. Baada ya kupewa neno, shika neno, andamana na hili neno. Mimi sitaki niko na mambo ninakumbuka yale ambayo niliwacha. Na Biblia naye, huyo anaangalia nyuma, hastahili. Nani anasema hustahili? Wewe mwenyewe ndio unajikuta hustahili, kwa sababu changamoto zimekuwa nyingi, shida imekuwa mingi, mambo imekuwa mingi. Unashindwa nao, where do I go? Hata wewe unakaa katika ile hali ya wasiwasi, uko na wasiwasi wewe mwenyewe. Kwa sababu corona inapita na hewa, pengine itapita na wewe. Kwa sababu ni hewa itapita na wewe. Huko ikiwa Mungu anakuachilia ile shida za kiulimwengu, unajikuta kweli shida za kiulimwengu, sajana nini na ugonjwa je? Kwa sababu alikupatia Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako, umpe chakula wewe, ndio ana nguvu ya kufanya kazi, akusaidie. Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Ndio. Kama anaitwa msaidizi, yeye anakusaidia na nini? Nimepata Yesu kiongozi mwema. Angalia mtu ambaye ako na Yesu. Nimepata Yesu kiongozi mwema. Kwa hivyo, huyo mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu, hebu muangalie, ni mtu wa maana. Mtu akuambia watu ukweli wa mambo. Neno ni hivi. Na hiyo neno anaambia watu, lazima kuacha wewe nikutendee, ili Mungu aonekane anafanya kazi pamoja na wewe. Lakini ikiwa Roho Mtakatifu alikosa kitu ya kukula, ya kunywa, akakosa maji, kwa ataishi namna gani? Ndio unaona, hata uangalie vizuri. Hata yule mtu alikuwa anajua vizuri, anajua neno ni hivi, na neno linakaa hivi. Hata wa leo anajibadilisha tu, unaona kama ulimwengu utapitwa ni ulimwengu. Ulimwengu huu kila mtu atauacha. Mimi nitauacha, wewe utauacha, na yule mwingine atauacha. Lakini ukiacha utaenda wapi? Wewe unataka mambo ya ulimwengu huu. Wewe unataka yani mabadiliko yako umabadilika kiulimwengu, lakini hubadiliki kiroho. Mungu wakati anabadilika kiroho, unakuwa mtu wa kiroho. Ukweli, hakuna mtu utabuliki na ujui. Utabuliki, hakuna mtu anajua unaenda east or west, kwa sababu wewe una kiongozi. Lakini ikiwa wewe mahali wewe unataka kubadilika, unabadilika kiulimwengu. Unawacha neno ili uwe na uhusiano na ulimwengu.
ulimwengu hii tunaiwacha. Wewe kuwa na uhusiano na neno la Mungu, kuwa na uhusiano na Roho wa Mungu. Ukiangalia wakati tulianza ministry, hapo ndio nilikuwa. Tuliambiwa, mimi mwenyewe Mungu akakuta wale watu nilikuwa naishi na wao. Akawaambia jambo hili moja. Na ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu ni wa ukweli. Wale watu walikuwa majirani walikuwa wakimtembelea. Akawaambia, msikuje kwa baba mkudi kabla ifike saa 3. Bwana asifiwe sana. Msikuje kwa baba mkudi kabla ifike saa 3. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa nikiingia 5, ninaomba mpaka saa 3. Kwa hivyo nikiacha kupika saa 3 ndio watu wa Mungu walikuwa wanaingia. Na ukweli Mungu akanisaidia. Kumbe nikajua mahali nilikuwa sikuwa nataka kukula mapema, nilikuwa nataka kukula kutoka saa 4. Na Mungu akaeleza kila mtu, wote majirani na wale watu walikuwa wanakuja kutembelea, ati usiende kwa baba mkudi kabla haijafika saa 3. Kwa hivyo saa 3 nikajua kweli hii masaa from 5, nikaona nilikuwa naomba masaa 4. Kumbe Mungu anapendezwa na mimi. Hata ndugu yangu Kinuzi anafikiri anajua hivyo. Haya, tukaendelea tena. Tukaona hata saa 3, kuanza kupika saa 3, tukaona tena mambo sio hivyo. Mungu tena akaja, badala ya mpike saa 3, simpike saa 5. Tukabadilishiwa. Na ile tumbo, ujue tumbo yako kama iko na minyoo, iko na minyoo yako, iko na minyoo na yako iko na minyoo. Kwa hivyo wale wahitaji wa chakula bado wako. Haya, tukaanza. Kinuzi ni mshuhuda akiwa mahali pale. Tukaanza sasa. Tukajua sasa hatutakuwa tukipika, hata tukaajiri mtu wa kazi. Angalia, baada ya kuanza hiyo kazi, Kinuzi anakumbuka tulipata mtu wa kazi wa kupika. Tulipata mtu wa kazi wa kupika. Na akina Kinuzi ndio walikuwa wanaleta chakula, sababu ndio walikuwa na pesa nyingi. Nasema akisikia ako pale. Na mtu mwingine alikuwa anaitwa Mtendo. Hadi walikuwa nalete. Tukapata. Sasa ule mtu wetu wa kazi alikuwa anatuuliza, nitaanza kupika saa ngapi? Nikamwambia, unajua mimi nimejificha huko ndani. Nikamwambia tutapika ile masaa yetu na hakuna kitu ya kupika. Lakini tutapika. Mfanyikazi wetu alikuwa anakaa tu, sasa anakaa, unajua kazi yake ni kupika. Yaani ngojea tu. Na mimi hata shilingi tukakaa ikifika saa 4:30 saa 5, Kinuzi ya huyu ako na unga na mboga na nyama. Tunafanya nini? Nafikiri ndugu yangu naongea hivyo. Tukaendelea hivyo. Kwa hivyo Mungu akatuhakikishia sasa si saa 3 ni saa 5. Ndio wewe ukija kwetu. Na usikuje saa hii. Lakini hata ukialikwa kesho, kwetu ukialikwa, kuja ukijua mama mkuni atapewa watoto wadogo chakula yeye wake. Na kwa sababu umeingia saa 1, utaona kweli hii tulikuwa tumekuwa jii. Stima inasimwa, mama mkuni mzuri anastima kitchen yake stima, anaenda anapumzika, anaenda kwa maombi. Utamuona anarudi saa 4:30 au saa 5 ndio anajitokeza. Wewe kama hutakuja kwetu, si utaanza kuhara hata kabla saa hii, kwa sababu watu walikula mapema na wewe hakukuambia, na wewe tumbo yako iko na nyongo. Kwa hivyo kama ujui Mungu, kwa hivyo akaona sisi tunafanya kazi nzuri, akatuambia endeleeni hiyo na ukweli kutoka siku ile tulianza ministry. Hatujabadilisha ati Yesu akakosa kitu hapo mwanzo. Sisi tunajua tukiingia kwa nyumba hata wakati inamulika inawaka, kikombe ya chai moja na tosti ngapi tusiaisi tuwili,
ndio nisikibe, sababu tayari nimechoka. Na kwa sababu nimechoka, sitaki kuongeza uchovu ndani ya mwili wangu. Hapo Yesu akafurahia. Wakati Yesu anafurahia, Yesu akifurahi, tunasema Yesu akiwa mahali pale, mambo yote ni sawa sawa. Na sasa kwako, kwa nini mambo si sawa sawa? Kwa nini bado kuna changamoto, mambo ambayo inapitana? Hata wewe ingine unajiuliza kama wewe ni mwokovu. Unakuta mambo imeanguka, mambo imeharibika. Na inaharibika, kwani Yesu alirudi? Kwani Yesu alirudi? Kwani Yesu amekosa nafasi yako au na yangu? Sababu ni moja tu, Yesu kukosa kuwajibika. Wewe mwenyewe unakosa kuwajibika. Ukikosa kuwajibika, hebu niambie, unangojea Yesu akupe nini? Wewe mwenyewe unakosa kuwajibika kwa ile kazi wewe mwenyewe unastahili kuwa unafanya. Kama utawajibika, hebu angalia, huyo Yesu anakuwa mkatili kwako. Na itasoma nafasi ya mwisho, Isaia 63:10. Yaani, uangalie kweli kuna sababu ya mambo kukuumana, kukurana, kuharibika. Isaiah chapter 63 and from verses 10. It says, "But they rebelled and grieved his Holy Spirit. Therefore, he turned to become their enemy and himself fought against him. Then his people seriously remember the days of old, of Moses and his people, and they say, Where is he who brought our fathers up to the Red Sea with Moses and the other shepherds of his flock? Where is he who put his Holy Spirit? Where is he who put his Holy Spirit in their midst? Who caused his glorious arm to go at the right hand of Moses, dividing the waters before them to make for himself an everlasting name." Angalia vizuri. Hata sasa watu wako na maswali. Hata pengine wewe uko na maswali. Wakati hawakuwajibika. Wakati walighadhabisha Roho Mtakatifu. Hebu angalia. Usidanganywe Roho Mtakatifu atakaa mahali hakuli. Weka kando. Wewe sio mwanzilishi wa Biblia. Hata mimi sio mwanzilishi wa Biblia. Wale watu walikuwa wakati ule wakakadhabisha Roho Mtakatifu. Walimwambia kwa nini? Hana kitu. Hana kitu, hakuna kitu ya kukula, hakuna nini na hakuna nini. Wakakadhabisha Roho Mtakatifu. Hebu angalia, the same Holy Spirit akabadilika, akafanya vita na wao. Hebu angalia sai mambo yako namna gani? Roho Mtakatifu akafanya vita. Hebu angalia huyu kijana yangu. Si tunaongea vizuri. Asante. Umekuwa too much. Hebu angalia, wakakadhabisha. Walikadhabisha kwa nini? Roho Mtakatifu anakula nini? Na wewe masaa yako yote umepoteza. Wewe masaa yako umepoteza. Lakini mwili uko sawa. Kwako mwili imejenga. Na sio mwili usijenga, kwako kwa mwili kamejaa. Kamejaa. Sawa, hakuna mtu anasema mwili wako usijoe. Lakini uko na nini? Roho Mtakatifu kwa sababu ya kukosa kitu ya kukula na kunywa. Akaghadhabika. Akawarudia wale, akafanya vita na wao. Hebu angalia, ndio walikuwa wanauliza, yule Roho Mtakatifu? Na ndio unaona watu siku hizi wanautika miujiza. Itoke wapi? Baba sahi tega miujiza. Wapi? Ipatikane wapi? Mambo ni mawili. Go back to the drawing board. Hapa lazima mtu aende mahali pale. Sijui. Go back to the crossroad. Efesians 6:16 au 5:16. Hebu angalia. Yeremia 6:16. Go back to the crossroad. Angalia mahali. Hawa walikuwa wanashindwa. Roho Mtakatifu yule alifanya miujiza. Roho Mtakatifu yule alitufukiza. Roho Mtakatifu wapi? Sijui 16 sijui.
6:16. Jeremiah chapter 6 and from verse 16. Thus says the Lord, stand by the road and look, and ask for the eternal path, where the good old way is. Then walk in it, and you will find rest for your soul. But they say, we will not walk in it. Angalia, watu kutoka zamani si watu ni wakatili. Waliambiwa kwenda katika makutano ya njia, tafuta ile njia ilikuwa inaenda kwa Mungu. Tafuta ile njia ilikuwa inaenda kwa Mungu. Tafuta, wewe ndio utatafuta. Mimi ndio nitatafuta. Kwa sababu hii si changamoto tunasema mambo imeharibika, hiyo ni mipo. Na kila mtu wako barabarani, kumeharibika. Wapi? Nani alienda na kitu yako? Nani alienda na kitu yako kumeharibika? Yeremia akaambiwa, ambia hawa watu warudi katika makutano ya njia, watafuta ile njia ambayo ilikuwa inafikia Sayuni, ambayo ilikuwa inaongoza ikienda kwa Mungu. Lakini wao, kwa sababu walikuwa watu, pengine mtu kama wewe ambaye pengine hataki kuelewa na hataki kujua. Mimi chakaa, siwezi. Kwani niko jela, nilale saa 5, nikule saa 5, ndio hakuna mtu anakwambia uwe jela. Hakuna mtu anakwambia wewe kula saa yako, lakini neno liko pale. Sisi ambaye tumesukumana na hiyo jambo, Mungu ameshuhudia kitu kidogo. Kuna kakitu asset. Unajua ilifika wakati watu wakatafutwa kama hapo na asset. Ya Ukristiano ikakoza, sababu ukiwa Roho Mtakatifu apate kitu, utakuwa na asset ya neno, utakuwa na kitu, wewe utakuwa hivyo tu. Utaweza nini? Ndio sasa hata ukijiangalia unataka mabadiliko tu ya ulimwengu, hutaki mabadiliko ya neno, hutaki ile Mungu anakwambia. Wewe unataka kuishi maisha yako peke yako, lakini huna mbinguni kwako. Huna mbinguni. Ukiangalia tajiri na Lazaro, ukweli si ati tajiri hakuwa akihubiriwa, alikuwa anahubiriwa na ambia mambo ni hivi, na njia Mungu ni hivi. Lakini akasema, njia na sana ya ujinga mimi sitaki. Siku moja kifo ikaja. Watu wawili wakachukuliwa wakawa, tajiri akawa, Lazaro akakufa. Lakini wakiwa kule, tajiri ndiye aliangalia. Kumbe haka kamutu ambaye alikuwa kananyenyekea, ambaye alikuwa kila wakati kakula chini ya meza, kumbe kana jawabu. Akaambia tajiri aliomba, Lazaro, tono la maji liguze ulimi wake kwa sababu kule ni mbaya. Hebu angalia na mimi niangalie. Mimi sina nafasi. Lakini unafikiria kule ni rahisi, kule si rahisi, jua kule ni gugu, kule ni ngumu. Ikiwa maisha hapa inakulemea, leo unafikiri kule ndio maisha itakuwa rahisi. Kule ni mbaya kwa sababu mambo ni wingi, aidha usimanje au motoni, chaguo ni lako. Bwana awabariki sana, awatendee mema na ape nguvu mkibadilisha kila mtu akirudi katika ile njia ilikuwa inafaa ya kumfikisha kwa Mungu. Njia ambayo inafaa. Ati kweli ukiita Mungu anakuitika. Ukimuomba jambo anakusawadi. Bwana awabariki sana na atendee mema na ale pamoja nani wakati una wakati ujao. Amen. Thank you. Asante sana. Kwanza tupigie mchungaji makofi. Kila mmoja wetu akaweza kumpigia mchungaji makofi kwa sababu ameweza kutuongoza kwa ile njia ambayo ni ya haki na ya kweli. Kwa hivyo ningependa kutamatisha hapo kwa siku leo. Ningependa tuweze kutamatisha kwa maombi ili hata kila mmoja wetu akiweza kuondoka hapa ataweza kuongozwa na Mungu. Kwa hivyo acha tuombe. Mungu Baba ushemlele, asante kwa wakati ambao umetupatia Mungu Baba. Tunakuja mbele zako kama wadhaifu, hatuna nguvu bali tunaomba kupatia nguvu ni wewe Mungu Baba. Mungu Baba sisi tunatenda dhambi na tunaomba kusamehewa ni wewe Mungu Baba. Asante kwa kuwa umeweza kutuonekania Mungu Baba. Na pia ni asante kwa wakati ambao umekuwa nao, wakati ambao umetupatia Mungu Baba, sisi kama kanisa Mungu Baba na pia kama taifa nzima Mungu Baba. Na hata Mungu wako kwa mambo ambayo tunapitia Mungu Baba ni kwa sababu ya ukaidi wetu, ni kwa sababu ya ujeuri wetu Mungu Baba. Na wewe Mungu Baba ndiye ulisema tukuja katika nyumba yako tukulilie Mungu Baba na tukuite Mungu Baba. Wewe uko radhi kutusikia Mungu Baba. Kwa hivyo hilo ndilo ombi letu Mungu Baba. Naamini kwa utazidi kututimizie Mungu Baba ili hata tukizidi kuomba Mungu Baba ukazidi kutupevua macho kwa sababu wewe ni Mungu mwema na wewe ni Mungu mwaminifu Mungu Baba. Tukiondoka mahali hapa
tuzingire na nguvu na uwezo wako Mungu Baba. Tupatie yale magari ambayo yanaweza kufika Mungu Baba. Tupatie Mungu Baba safari njema Mungu Baba. Na hata tukitufikisha Mungu Baba salama salimini katika kila mtu katika nyumbani Mungu Baba. Tutasema wewe ni Mungu Baba na unastahili sifa zote Mungu Baba. Ni asante kwa mchungaji kwa sababu ameweza kutupatia neno lile ambalo linakuokoa, kwa sababu wewe ndio ulisema neno la kuokoa inatoka juu mbinguni kwako Mungu Baba. Kwa hivyo kila ambacho kimebaki kwetu sisi ni kuwa tutazidi kusadiki na kuamini neno lako, kwa sababu neno lako ni la haki na la kweli na linamtoa mtu katika shida ambayo alikuwa akipambana nayo. Na hata kwa wiki hii ambayo inakuja, tuzingire na nguvu na uwezo wako, tupatie Mungu Baba hekima na hata kuweza kupambana na yale mambo ambayo tutapata nayo Mungu Baba. Na kwa zile kazi ambazo utatupatia Mungu Baba, wacha zikawa ni kazi za baraka na ni kazi zinazoongozwa na wewe Mungu Baba. Tupatie nguvu na utusaidie na utulinde Mungu Baba. Nikupende Yesu Kristo aliye mkombozi wa maisha yetu, ndiposa naomba na hata kuamini. Amen.